Mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kukumbwa na mvurugo mkubwa na mashambulio ya silaha. Hivyo Shabunda, Fizi na pande zingine mbalimbali mashambulio yazidi kuripotiwa. Tutakuwa huko Shabunda ambako vijana fulani wameweza kukufa kutokana na shambulio la vikosi viwili vya wazalendo, na hivyo iliweza kusababisha vifo pamoja na majeruhi. Na pia tutaelekea huko Fizi ndani ya kijiji cha Sebele ambako kijana mmoja ameweza kupoteza maisha kwa kutokana na shambulio la risasi lisilojulikana. Na pia tutaelekea huko Kavumu ambako kumeweza kutokea matukio yengine yenye kuwa na mvurugo mkubwa. Hivyo mpenzi mtazamaji, endelea kuwa nasi tukujuze. Tuanzie huko Shabunda ambako takribani watu 6 wamepoteza maisha na wengine 7 wameweza kujeruhiwa vibaya kufuatia mashambulizi na mapigano makali kati ya vikundi viwili vya wazalendo yaliyotokea katika Ijumaa tariki 20 Februari mwaka huu wa 2026 katika kijiji cha Kisenyi, wilaya ya Shabunda, mkoa wa Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa asasi za kiraia za eneo hilo, mapigano hayo yalihusisha wapiganaji wa kundi la wazalendo linaloongozwa na Kiseketi anayejulikana kwa jina la Solid maarufu kama Katabilalo. Walikabiliana na kundi lingine linaloongozwa na Mukamba Lukabya maarufu kama Karuleta. Makundi hayo yalikuwa yakipigana pia na wapiganaji wa kundi la Ngandu Lundimu. Taarifa ya awali imeonyesha kuwa watu 6 walifariki dunia, wakiwemo wanaume 3 na mwanamke mmoja na watoto 2 wenye umri wa miaka 17 na 14. Mvulana mmoja na msichana mmoja waliweza kufariki kwenye mapambano hayo. Aidha, watu 7 waliripotiwa kujeruhiwa vibaya. Hata hivyo, idadi ya majeruhi inaweza kuongezeka kwa sababu baadhi ya wakaazi wamekimbilia porini na bado hawajajulikana mahali ambako walipo. Kutokana na hali hiyo ya usalama kuzorota, zaidi ya 1073 kutoka vijiji vya Kisenya, Indunga, Kansimba na maeneo ya jirani wamelazimika kuyahama makazi yao na kukimbia porini kwa hofu ya maisha. Asasi za kiraia zimeongeza kuwa katika usiku wa tariki 20 kuamkia 21 Februari mwaka huu kuliripotiwa uvamizi mwingine katika kijiji cha Bulaba kilichopo takribani kilomita 65 kaskazini mashariki mwa Shabunda kati. Inadaiwa kuwa wapiganaji wa wazalendo wa kundi la Jenerali aliyejitangaza Basila walitoka Lulingu walifanya mashambulizi katika eneo hilo. Washambuliaji hao walifyatua risasi kadhaa na kisha kufanya uporaji wa mifugo, huku pamoja na mali mbalimbali za wakaazi zikiendelea kuporwa na waasi na wapiganaji hao. Inaripotiwa pia kuwa waliingia katika nyumba 2 ambako wakazi walikuwa wamehifadhi fedha za vikundi vya kuweka na kukopa na kuchukua fedha hizo. Katika tukio hilo, mwalimu wa taasisi ya Bubala Bwana Munembwe Samitamba alijeruhiwa kwa kupigwa risasi mgongoni. Baada ya tukio hilo, washambuliaji walirudia katika makao yao makuu huko Lulingu. Hadi sasa hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuzorota, lakini ewe mpenzi mtazamaji, endelea kuwa hapo ili tukujuze habari zifuatazo. Tuelekee basi huko tarafani Fizi ambako hali imeendelea kuzorota kutokana na tukio la uhalifu lenye limetokea na watu wenye kuwa na silaha ambao wameweza kufanya uhalifu kwa kuweza kumjeruhi kijana mmoja anayejulikana kwa jina la Adrie ambaye ameweza kuwa ni muuzaji wa vocha ambaye ameweza kujeruhiwa leo hii. Tukio hilo limetokea leo hii tariki 22
Februari mwaka wa 2026 katika kijiji cha Sebele kilichopo katika groupement ya Babungwe huko Sud Kivu, wilaya ya Fizi, sekta ya Nganja. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa asasi za kiraia zilizoripotiwa kwenye redio ya Kivu Morning Post, watu hao wenye silaha waliingia nyumbani kwa mwathiriwa usiku na kufanya uvamizi. Wakiwa ndani ya nyumba hiyo, walifyatua risasi na kumpiga Adrien mkononi na kumjeruhi vibaya. Baada ya shambulizi hilo, wahalifu hao waliondoka na mali kadhaa zikiwemo fedha taslimu na simu za mkononi. Hadi sasa wahusika hao wa tukio hilo bado hawajajulikana na hakuna kukamatwa kulikoripotiwa. Wananchi wa eneo hilo la Sebele wanaendelea kuishi kwa hofu kufuatia kuongezeka kwa matukio ya uvamizi wa silaha wa majumba. Asasi za kiraia zimesisitiza mamlaka za usalama kuimarisha doria na kuacha hatua za haraka ili kuwalinda raia na mali zake. Hiyo zilikuwa ni habari zilizotokea huko Sebele ndani ya sekta ya Nganja huko Fizi. Acha basi tuelekee huko Kavumu Kabare, ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi tangu asubuhi ya siku hii ya leo tarehe 22 Februari mwaka wa 2026 katika eneo la Kavumu, wilaya ya Kabare, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano makali yamezuka kati ya wapiganaji wa M23 na makundi ya wazalendo katika eneo la Kavumu Centre pamoja na viunga vyake. Milio ya risasi ilianza kusikika mapema alfajiri, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakaaji wa Shabunda. Shuhuda mmoja wa eneo hilo amesema kuwa milio ya risasi ilisikika majira ya saa 11 alfajiri, takribani saa 5 asubuhi. Tangu wakati huo, shughuli zote zimesimama. Wakazi wengi wamelazimika kubaki majumbani kwa hofu ya usalama wao. Hadi ibada za kanisa hazikufanywa kama ilivyopangwa, huku usafiri wa umma na ukisimamishwa kutokana na hatari ya mapigano. Biashara ndogo ndogo, masoko, maduka na shughuli nyingine za kiuchumi hazijafunguliwa tangu asubuhi hiyo. Maisha ya kawaida imeathirika kwa kiasi kikubwa na wakaaji wanaendelea kufuatia hali kwa tahadhari kubwa. Mvutano katika eneo la Kavumu umeonekana kuongezeka tangu siku ya Ijumaa, ambako tayari kulikuwa na ripoti za mashambulizo na milio ya risasi katika pande hizo mbili zinazopigana. Hii imeongeza hofu na kuendelea kwa mapigano na uongezeko wa madhara zaidi kwa raia wasiokuwa na hatia yoyote. Hizo zilikuwa ni habari zetu ambazo tulikutayarishia kwa siku ya leo, na hii ni Kwetu News 24. Hivyo tunakuomba, ikiwa umeridhika na kazi yetu, acha basi uweze kujiunga na channel yetu kwa kuweza kusubscribe na kuweza kushare habari hizi ili kusaidia ndugu pamoja na marafiki. Asante sana.